kuna taarifa zinasambaa mtandaoni kwamba sio kama umeziona, Yanga wanabagua baadhi ya waandishi wa habari wa Tanzania na kuwapa kipaumbele baadhi ya waandishi wa habari wa nje ya Tanzania. Sio kama hizo taarifa umeziona? Taarifa hizo nimeziona na sijui kama ni jukwaa sahihi kulielezea, lakini kiukweli aliyeripoti hizo taarifa aliripoti akiwa nyumbani kwake na akatoa ushauri akiwa sebuleni kwake, hakuwepo kwenye tukio. Ishu kubwa ilikuja ni kuhusu mwandishi Miki kutoka Ghana, kwamba alialikwa na akapewa neno ambalo sema ni VIP treatment. Siku gani? Siku ambayo Yanga tulifanya scouting yetu ya Yanga Soccer School. Kaona maoni mengi na kila kitu, lakini kwa waliofika siku hile, eneo ambalo alikuwa amekaa Miki, eneo hili alikuwa amekaa mwandishi Shafii Dauda, alikuwa amekaa Edo Kumwembe, alikuwa amekaa mwandishi anaitwa Omar Bula, alikuwa amekaa pale, na waandishi wengine walikuwa kwenye maeneo ya kazi. Kwa mfano, huyu wewe ni Jadu ni Shentembo? Shentembo Jadu, sawa. Shentembo Jadu. Jadu alikuwepo siku ile pale. Lakini Jadu alikuja kama ripota wa kuripoti tukio linaloendelea. Asingeweza kukaa eneo la VIP. Wale walikuja kwa ajili ya kuobserve tu, kuona basi. Lakini Jadu alikuwa kazini, kamera yake, mic yake muda wote anazunguka kutafuta habari. Angekuja huyu kama mtu ambaye anataka amealikwa angalie, angeweza kukaa pale. Kwa issue haikuwa kukaa, kwa sababu waandishi wa Tanzania walikuwa wamekaa pia pale. Ndio wanasema alianzisha mjadala, alikuwa hayupo eneo la tukio, kwa hiyo alikuwa hajaona vitu vingi. Lakini sasa mjadala wenyewe ukiufuatilia vizuri, mjadala ule una pande mbili. Una pande mbili. Pande ya kwanza, lazima na sisi waandishi wa habari, include mimi, kwa sababu mimi usemaji huu ni kazi ya muda tu. Taaluma yetu sisi ni waandishi wa habari. Wenda nikakaa Yanga, baada ya muda fulani nikatoka, mkanikuta mimi kwenye Kamwe Media au Kamwe TV, kwa bado nitakuwa na mwamvuli wa waandishi wa habari. Tupokee changamoto zikija, huenda hazikuwasilishwa kwa lugha nzuri, mtu kaona kama nimebezwa, kuambiwa sina ushawishi na nini. Lakini ushawishi ni nini? Yaani ushawishi ni nini ambao wewe unaambiwa huna? Ushawishi ni nini? Kwa mfano, sisi sasa hivi Tanzania waandishi wote tumejikita kwenye habari za kimtandao na tunadili sana na result za kimtandao. Yaani ukipost habari kama haina likes 10,000, hauna comment kuanzia 100 kwenda juu, hiyo habari hauamini kama ni kubwa na hauamini kama wewe ni mwandishi mkubwa. Ndio maana ukipata comment 10, ukiona mpaka mpita masaa mawili comment ni 10, una hide comment, na kama ni mtu unavumilivu una archive vile post kabisa, mtolee kiwingu hapo. Si ndio? Ushawishi unaozungumziwa hapa ni ushawishi wa wewe mwandishi kubeba taarifa. Anachokifanya Miki ndio unafanya wote. Hata juzi nilikuwa namwambia mwandishi mmoja Nasibu Mkoma, unafanya hicho ndio tunaripoti. Lakini mwenzako anaripoti Afrika nzima. Wewe hapa akaambia Nasibu Mkoma, Kenya tu hapo inapigwa mechi ya mashemeji dabi, Gor Mahia na FC Leopards. Usiende basi, ili angalia tu kwenye TV ripoti. Yaani usiende baba, hela una. Kwenye TV tu Azam unaruka live, iangalie ripoti hiyo mechi. Bwana, leo ligi kuu ya Kenya Gor Mahia ameshinda mashemeji dabi. Ukifanya vile, maana yake unaanza kuattract wa Kenya kwenye peji yako. Kesho na kesho kutwa utashangaa umepata interview na mchezaji wa Kenya, unaanza kuattract. Siku ukisafiri ukienda Kenya, na nyinyi ni mashuhuda, ukienda Kenya kwenda kuripoti mashemeji dabi, umetokea Tanzania, treatment yako hawezi kafanana na Otieno wa pale ulimkuta. Ni uongo. Watakupa heshima kama balozi uliyekuja kutangaza ligi yao. Utachukuliwa, utapewa beji yako vizuri, utaelekezwa sehemu ya kukaa, kama kuna wifi watakuunganisha, wakiamini wewe ni balozi wa kuuza chapa yao. Lakini wale kina Otieno pale, kina Onyango wamebakia pale, na hamna hata mmoja hapa, ndio foleni mpaka vitambulisho. Lakini wewe federation itakuchukua kwa upekee wake. Kwa hiyo ikifanyia kwa Miki hapa si jambo baya. Federation clubs zinamtumia kama balozi wa kuuza kitu chetu. Unapewa habari wewe na anapewa na yeye, ni kama balozi wa kuuza kitu chetu. Ndio maana tukasema
habari sometimes wanakuwa wanachagua bana, habari yangu nataka itembee kwenye eneo gani? Nataka habari yangu itoke hapa isambae katika maeneo haya. Inafikaje huku? Si ndio? Jadu Shentembu ana wa South Africa ambao wanamfuatilia. Nataka habari yangu mimi ifike pale South Africa. Anao South Africa? Hana. Anao Misri wanamfuatilia? Hana. Habari yangu itakuwa haiendi. Kwa hiyo nitampa Jadu habari hiyo hiyo kwa ajili ya kukava hapa ndani. Tafuta mtu ambaye atakava habari yangu ya nje. Yule mtu kama ni kumfikia kule mbali, nitampigia. Bana, habari yangu nisaidie bana, isogee. Kwa hiyo issue ya kuwa na ushawishi labda ni neno ambalo linakwaza masikioni. Lakini ukiuchambua ushawishi wenyewe, changamoto ipokee. Kama unasema mimi ni mwandishi mwenye ushawishi Tanzania, tanua mpaka yako. Kwa na ushawishi Kenya. Sasa hivi nimepa mfano hapa Kenya saizi tukiandika habari hapa, labda Willy Paul au Eric Omondi amehamia kwenye siasa, nyie hapa mkaandika hiyo habari, kuna attention yote wa Kenya wataipata kutoka habari hizi, sijui nini digital, sijui nini? Do you think itakuwa ni habari yenye impact kwa Wakenya? Lakini kamchukua yule binti anaitwa Aziza Hashim, she's so famous hapa Tanzania na ana ushawishi wake, akiandika kule Kenya kule Diamond Platinum amehamia kwenye siasa, akaibreak hiyo story akiwa Kenya, impact yake itakuwa sawa na wewe uliandika habari ya Eric Omondi? Yeye atakuwa na impact kubwa kwa sababu tayari ana influence hapa Tanzania, watu wanamfuatilia na anaweza kuripoti habari ya entertainment na ikaenda kwa ukubwa wake East Africa. Kwa hiyo lile neno labda linakwaza masikio. Na mimi hata aliyetumia nilimwambia kwamba sometimes unapotaka communicate na watu, communicate kwa lugha za busara. Lakini maana nzima ya lile jambo alikuwa anajitetea kuelezea kwamba we can improve. Sisi Yanga tunafanya kazi na waandishi wote. Hata local tunafanya nao sana waandishi wa ndani. Sana. Na wenyewe hakuna sisi safari. Sisi tumesafiri hapa Yanga, tumekwenda nje ya nchi ya Tanzania, mashindano ya kimataifa. Tunachukua waandishi with zero cost. Mashahidi waseme. Tuko tuna cover zero cost bana, John twendeni. Kwa hiyo walikuwa ripoti kwenye Yanga TV hao. Hapana, tunakwenda kucheza Rwanda. Tunataka habari ya Yanga ya Rwanda isambae Tanzania. Twende, tukachukua wote. Kwenye basi tutakwenda. Kama ni gharama ilikuwa bado bana, nyinyi mtajilipia malazi, sisi tunapa accommodation hizi hapa na usafiri wapo, twendeni. Ni kipaumbele cha habari yako. Mbona huyu mimi simsafirishi leo Dodoma? Sababu Dodoma mimi hapa nitakukuta wewe hicho digital upo hapa, nitapata habari yangu itasikika tu. Lakini ninapokwenda Kongo nitahitaji mwandishi wangu wa Tanzania nisambazie habari yangu hapa ndani. Kwa hiyo itabidi mimi niingie cost. Kwa hiyo leo unavyosema Miki amelipwa kuja kuripoti habari hii, whether ni ya TFF, ni ya wizara, ni ya Yanga, ni ya Simba, ni ya nini, kumbuka na wewe value yako na wakati ulilipwa ukasafiri kwenda sehemu fulani kufanya kitu fulani. Na sio kwamba zile safari ni kitu kibaya, ni klabu inaona ulazima wa kwenda na waandishi kwenye eneo hili kwa ajili ya mbona hizi local transport watu hawalipi? Wanaona hapa value hapa, hawa wanaweza kuafford na habari pia media kule zipo. Lakini nikienda mimi Kongo hamna mwenye interest na habari za Tanzania, nitaondoka na waandishi wangu waende pale wakaripoti na inalipa mimi. Itakuwa kubwa pale, wa Kongo watashangaa, bana imekuwa ilikuwaje? Kesho na kesho kutwa napata mimi udhamini pale kupitia ile coverage ambayo imefanyika pale. Kwa hiyo ni issue ya kulitarget hilo jambo na kulielewa. Na kulielewa. Kwa hiyo kama kuna mwandishi alijisikia vibaya, nimeona Irene Kilango amemlima block kubwa sana Privadinho. Bonge la block ndugu zanguni. Nimeona amenionyesha Priv. Kaambia unaona? Kauli ndogo ya kawaida inaweza kukujengea ligi sintofahamu na watu. Kwa next time na wewe ukiwa unataka communicate jambo lako, angalia, chagua aina gani ya maneno unapotaka kumwasilisha. Lakini hili pia nitaongea naye sababu hili ni mdau wetu. Anatakiwa ambako amekwazika aseme mimi nimekwazika hapa. Na yeye aelezewe kwa nini jambo liko hivi. Sababu hili pia ni mwandishi ambaye anasafiri sana nje nje. Tunakuwa naye sana. Kwa hiyo na yeye inabidi aelezewe kwamba ilikuwa hivi, kwa hivi na hivi. Kwa lengo ni na tusiwe wabaguzi. Yaani mwandishi wa nje, kwa nini unachukia? Mwandishi wa nje akija, hapo tunachukia.
Ndio mpira wetu unakuwa huo, thamani inapanda. Kesho kuta na wewe nenda sehemu kafanya kazi yako basi. Kwa hiyo ni hivyo tu. Twende Ghana. Na sisi twende Ghana sisi. Kwa mfano mtu ametoa ushahidi kwamba Ghana yule hata hajulikani. Kana roho mbaya. Hajulikani. Ana komiti si utatu. Hamna anayejali.